Kwa majina naitwa Ali Anania Kamwela, ni katibu wa wafanyabiashara halmashauri ya mji Tunduma. Kwa kuhusiana na biashara siku ya leo, kutokana na hali ya sitofahamu ya maandamano, kwanza tunalishukuru jeshi la polisi kwa kuimarisha ulinzi kwenye mkoa huu wa Songwe. Wananchi wanaendelea na shughuli zao na sisi tumejitahidi kwa sehemu yetu kama watoa huduma. Tumeleta nyama japo biashara haijaenda kama tulivyozoea miaka yote ilivyokuwa inaenda. Kwa nini unasema hali ya biashara hii ya kitoweo cha nyama haijaenda kama mlivyotarajia? Haijaenda kutokana na kwamba yale matamshi watu walikuwa yakisikia, watu waliona bora wasitoke kwa wingi nje japo biashara zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo wananchi wengi walikuwa wamepumzika nyumbani kwao, na sisi biashara inaendelea na polisi wanatulinda na hakuna changamoto yoyote, isipokuwa watu zile hofu zao za kawaida zimewafanya wasitoke. Biashara zenu na ninyi mmeathirika vipi? Sisi tumeathirika kwa kukosa wateja kama tulivyokuwa tumetegemea kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo kwa biashara kiukweli haijaenda kama vile tulivyozoea. Kwa hiyo kikubwa tunaiomba serikali, hususan waziri wa mambo ya ndani, atoe kauli elekezi kuhusiana na jambo hili ili isije kajirudia kwa sikukuu nyingine, kusudi tusije tukapata hasara tena wafanyabiashara. Kwa hiyo tunamwomba Mheshimiwa Katambi atoe kauli elekezi juu ya waandamanaji au wanaoleta taharuki, kusudi kutokuharibu biashara za watu wengine. Watu wameshinda manyumbani wakati kusudi lao lilikuwa waende wakafanye kazi. Kwa hiyo Mheshimiwa mwandishi wa habari, hatuna shaka na hili kwa sababu tunaiamini serikali kwamba itazingatia ili waandamanaji wasilete tena vitisho vya aina kama hii, ili tusiasilike tena kwa biashara iendelee kama tulivyokuwa tunaendelea mwanzo. Naitwa Musa Sinkonde. Kwa kawaida biashara nyama siku zote tarehe leo ya Sabasaba huwa inachangamka na huwa tunapata wateja wengi. Tofauti ya leo iliyojitokeza ni kulingana kwamba kuhusu maandamano ndio aliyosababisha biashara isichangamke. Tunaiomba serikali kwa sikukuu zijazo itusimamie vizuri, ila isijitokeze maandamano, kusitokee maandamano kama leo. Kwa majina matatu, naitwa Selemani John Kajubili, ni mfanya biashara mwaka. Nadhani changamoto tuliyokutana nayo leo ni wateja, uhaba wa wateja. Kuanzia tumezoea kuanzia saa 1 mpaka saa 6 unaweza ukajikuta umetoa kilo 50, lakini kwa leo kidogo kumekuwa na uhaba wa wateja, wengi wao wamejificha majumbani na kutokuonekana. Nadhani tungeomba serikali iliangalie hili kwa jicho la tatu, maana wateja wengi wamepotea katika mazingira ya kutatanisha, ukitegemeana na uoga, kupita kwa vyombo vya usafiri, hasa kwa wale wamama ambao hawajazoea kuwaona watu wakiwa maskari wakiwa wamepanda magari huko wamevalia nguo zao. Nadhani nayo inaweza kuwa ni changamoto.